Baadhi ya madereva kuanzia juzi walianza kufukuzwa kwenye nchi hiyo, kwamba wanafanya kazi, wamekwenda kuharibu kazi za watu wa Kongo wenye magari yao hawana kazi, lakini wamevamiwa na Watanzania walio wengi na mataifa mengine, hawajalenga Watanzania peke yao. Kitendo kile kwa kweli mimi kama kiongozi wa kitaifa upande wa madereva kimenisikitisha, na nikawa nimejaribu kutafuta mbinu na njia rahisi ya kuweza kuzungumza nao hao viongozi wa madereva NPC pamoja na viongozi wa madereva upande wa Kongo, na kuona kwa nini wamefikia hatua hiyo ya kufanya hayo pasipo, kwa sababu taratibu tungeitana tukashirikishana, kwa sababu sisi ni marafiki. Wenzetu wanasema kwamba wanaingia kwenye msako. Maana yake ni jambo ambalo wenyewe wameingia kwenye hatua za wao binafsi, si swala la kijumuiya, hasa kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki na katika jumuiya yetu. Kwa wao wamejichukulia. Sasa lina shida gani au lina hatari gani? Ni hatari ambayo inaweza ikaambukizwa hapo, tukaingia kwenye mgogoro kati ya nchi ya DRC pamoja na nchi ya Tanzania. Na hata Kenya wamezungumza habari hii kwamba huenda tukaingia kwenye matatizo. Na linaweza likahama likatoka kwenye upande wetu sisi madereva likaingia kwenye wafanyabiashara na wafanyakazi wengine wa kawaida tu kwenye maofisi ya kiserikali. Wapo watu wanafanya kazi. Kwa hiyo wao wanasema kwamba sisi tunapoenda kule ni kama tunaenda kuweka, yani tunaenda kushusha thamani ya ajira yao. Kwamba kuna uwezekano wa kwamba wao wakikomaa wakafanya kazi hata wakalipa dola 2000. Lakini kwa sababu sisi tumetoka huku unga mwana, tukifika kule tukipewa dola 900, ukiichange huku ni milioni 2 kasoro, yani unasema acha hapa nifanye kazi. Unaona? Lakini sasa unapofanya kazi kule kwa milioni 2 wewe unaiona ni kubwa, wao wanaiona ni hela ndogo. Ndio maana ndo kisa cha sisi kufanyaje, kutunyanyapaa, kututoa kule. Ni kama ni wakati wa sisi kama Watanzania kuboresha ili eneo la usafirishaji, kuweka mfumo mzuri wa madereva, kuweka ushirikiano taasisi ya madereva, wamiliki na serikali, ili yale ambayo hayafai tuyaondoe kwa maslahi mapana ya nchi yetu.